umejaa viwete, vipofu, kwa sababu shetani alikuwa mtawala. Ulikuwa umejaa roho ya uzinzi, ulikuwa umejaa roho ya ukahaba, ulikuwa umejaa wachawi, ulikuwa umejaa mashoga, ulikuwa umejaa kila aina ya dhambi, ulikuwa umejaa watu wa mbea, ulikuwa umejaa watu wa kutoa, ulikuwa umejaa makahaba. Mji ule wa Filipi, mji ule wa Samaria, kulikuwa umejaa nguvu za giza. Watu kila siku usiku wanawanga, kila siku usiku wanaruka na ungo. Watu walikuwa wana furaha, walikuwa wali kwa amani. Maandiko yanasema waliposikia habari ya Injili ambayo Filipo alikuwa akihubiri, maandiko yanasema na yule Simeoni mchawi akaona ishara kubwa ambazo zilikuwa zikifanyika, matendo makuu ya Mungu. Viwete wanatembea tena, vipofu wanaona tena, watu waliokuwa na ukimwi wanapona tena, waliokuwa makahaba wanabadilika tena. Simeoni akaamini Injili kwa sababu Simeoni aliona uwezo nilio nao uwezo wa hii Injili ni zaidi. Injili ni uwezo ambao unaweza kuharibu kila nguvu ya adui, na ndio maana siku ya leo mahali hapa tunakwenda kumulika kuleta amani. Hata kama mji huu watu wamekuwa hawana amani, walikuwa na vifungo mbalimbali, walikuwa na shida mbalimbali, kwa sababu Injili imefika mahali hapa. Unaweza kuona ni kawaida tu, yani ni simple, lakini katika ulimwengu wa roho, watu wanaoelewa Injili ilivyo, Injili inapasua mawimbi, Injili inavunja miamba. Injili, kuna watu ambao wanaona kama kwa mji huu ni vagabula, wachawi, yani mpaka mnaogopa kuwapita na kuwasalimia, kwa sababu najua nitamsalimia atanipiga muda uchawi usiku, anaipiga zongo, yani mwogopa. Lakini Injili ni uwezo, Injili ni uwezo unaoharibu kila aina ya giza. Sababu Injili ni mwanga. Injili inamulika maisha ya watu walioko gizani. Yani kama ambavyo ukifanya mambo yako pale, kama kuna mwizi ndani, kuna giza, huwezi kumuona. Lakini ukiweka taa yako ya ndani, unaanza kuona kila kitu ambacho kiko ndani. Ndio Injili ilivyo. Inapokuja huwa inamulika maisha ya watu. Ikikuta kuna giza liko ndani, Injili inaondoa hiyo giza. Simoni alikuwa mchawi ambaye watu walikuwa na mtumaini, walikuwa wanaenda wa mtumishi, mganga, naomba nifungue, mimi na kansa. Akisema tu anafunguka. Alikuwa akisema tu akina misimu yake, watu wakasema huu ni uwezo, sio uwezo wa kichawi, huu ni uwezo wa Mungu mkuu. Lakini maandiko yananiambia hivi, baada ya Filipo kuingia Samaria, na watu wakasikia Injili, wakasikia habari njema, ule uchawi Filipo ukamulikwa, ikaonekana kuwa ni giza, ikaonekana kuwa sio nguvu ya Mungu. Imemulikwa Filipo. Simeoni akasema hakika hii nguvu ni nguvu kubwa kuliko nguvu yangu. Injili ni nguvu kubwa kuliko nguvu ya kichawi. Tumekuwa tangazia kwamba hata kama ulikuwa umefungwa na giza, kwa sababu unasikia Injili hii, kwa sababu unasikia habari hii, utakwenda kuwa mtu ambaye uko huru. Hata kama ulikuwa kipofu, hata kama ulikuwa kiwete, hata kama ulikuwa na kansa, hata kama ulikuwa na ukimwi, ulikuwa na kisukari, hata kama ulikuwa umefungwa na nguvu za giza, huu mwanga wa Injili unapokwenda kumulika, unaondoa kila giza, unaondoa kila magonjwa, unaondoa kila udhaifu, unaondoa kila shida. Mwanadamu anakuwa huru, anakuwa ni mtu ambaye yuko huru. Mungu aliyeumba mtu aliseke